Bima Pub, urahisi wa maisha. Maandalizi ya tamasha letu la kuombea uchaguzi mkuu yanaendelea vizuri sana. Kamati ya maandalizi ya tamasha la kuombea uchaguzi mkuu inaendelea na maandalizi vizuri kuhakikisha kwamba tamasha hili linafanyika kama ambavyo tumezungumza kupitia kwenye vyombo vya habari. Kama ambavyo tumezungumza kupitia kwenye vyombo vya habari ni kwamba tamasha hili ni maalum kabisa kwa ajili ya kuombea uchaguzi mkuu. Ikumbukwe taifa letu linaingia kwenye uchaguzi mkuu mwaka huu. Kwa hiyo katika uchaguzi mkuu kuna mambo mengi katika uchaguzi. Lazima taifa letu tuliweke mikononi mwa Mungu kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unamalizika kwa amani na utulivu, ili maisha ya kila Mtanzania yaweze kuendelea kama kawaida kabla uchaguzi na baada ya uchaguzi. Maana ikumbuke kwamba sasa hivi maisha yanaendelea na uchaguzi unakuja, utapita, na maisha ya kila siku ya Mtanzania yataendelea. Kwa hiyo tunahitaji amani hii tuliyokuwa nayo tuendelee kuwa nayo. Mwenyezi Mungu aifunike amani hii kwa ulinzi wake mkuu, ili tuendelee kuwa nayo na maisha ya Tanzania wenzetu wote kwa pamoja tufanye shughuli zetu kwa amani na utulivu hata kipindi cha uchaguzi na maisha yaendelee. Kwa hiyo tukaona kampuni yetu ya Msama Promotion iandae tamasha la kuombea uchaguzi mkuu. Na naomba niwaambie Watanzania kwamba hii sio mara ya kwanza. Kipindi cha utawala wa mzee wetu Mkapa tumefanya matamasha haya kwa ajili ya kuombea uchaguzi mkuu. Kipindi cha mzee wetu Kikwete tumefanya matamasha haya kuombea uchaguzi mkuu. Na kipindi cha mzee wetu Magufuli tumefanya pia matamasha ya kuombea uchaguzi mkuu. Kwa hii si mara ya kwanza. Huu ni utaratibu ambao huwa kampuni yetu ya Msama Promotion inafanya matamasha haya. Ila kipindi hichi tumezidi kuongeza ukubwa wa tamasha, kwa sababu kipindi cha mzee Mkapa tulifanya mikoa kama 7. Kipindi cha mzee wetu Kikwete tumefanya mikoa isiyopungua kama 14, lakini kipindi cha mzee Magufuli tumefanya mikoa isiyozidi kama 10 hivi mpaka 12. Na kipindi hichi sasa tumekusudia kwamba tufanye matamasha haya ya kuombea uchaguzi mkuu kwenye mikoa yote, mikoa 26. Tutafanya matamasha, tutaombea uchaguzi wetu mkuu, tutaombea viongozi wetu, tutaombea taifa letu, tutaongea mambo mengi tu katika ziara yetu hiyo ya kuhakikisha kwamba tamasha hili linamfikia kila Mtanzania. Na katika tamasha hili watakuwepo waimbaji mbalimbali, waimbaji wa hapa kwetu Tanzania, waimbaji wa kutoka mataifa ya nje mengi tu. Tutaalika waimbaji kutoka Uingereza, kutoka Kongo, kutoka Rwanda, kutoka Nigeria, tutaalika waimbaji kutoka Kenya, kutoka Uganda, mataifa mbalimbali. Tutawakaribisha wenzetu hao kwa ajili ya kuja kushiriki katika tamasha la kuombea uchaguzi mkuu. Tamasha litaanzia Dar es Salaam hapa. Tuanze Dar es Salaam hapa kuelekea mikoa mingine. Tutafanya mikoa 26. Kwa hiyo dhumuni la tamasha hili tunajaribu kuendelea kutafuta wafadhili wa tamasha hili, kwa sababu dhumuni letu tamasha hili lifanyike bure, ili kila Mtanzania aweze kulihudhuria tamasha hili. Kwa hiyo bado tunaendelea kutafuta wafadhili, wadhamini ambao wataweza kutusaidia kuhakikisha kwamba tamasha hili linafanyika bure, kwa sababu tunapotaka kualika waimbaji kutoka mataifa ya nje ni gharama. Kuwasafisha waimbaji kupeleka mikoa mbalimbali ni gharama. Watahitaji kulala, watahitaji kula, kila kulipia maviwanja ni gharama. Kwa hiyo tunaendelea kutafuta wafadhili. Tukifanikiwa kupata wafadhili, tamasha hili litafanyika bure, kuhakikisha kwamba tamasha hili la kuombea uchaguzi mkuu litafanyika bure katika mikoa yote 26. Tukikosa tutaweka kiingilio kiasi, ili kuweza kile kiingilio kitusaidie kwa ajili ya kuweza gharama za kuweza watu waweze kula, kulala na kuweza kulipia usafiri wa waimbaji kutoka mataifa ya nje. Kwa hiyo tunamwomba Mungu sana ili tuweze kupata wafadhili wa kuweza kulidhamini tamasha hili, ili liweze kufanyika bure, kila Mtanzania aweze kuingia bure katika tamasha hili la kuombea uchaguzi mkuu wa nchi yetu ya Tanzania.
Hebu niambieni. Na pia nataka niwaambie viongozi wote vya vyama vyote ambavyo vitashiriki kwenye uchaguzi mkuu, ikiwepo CCM, Chadema, ikiwepo hawa ndugu zetu ACT Wazalendo, ikiwepo hawa NCCR na vyama vingine vyote. Tunataka tuwaambie vyama hivi kwamba nchi yetu ni nchi ya amani. Nchi yetu ni nchi ya amani, na nchi yetu ni nchi ambayo utamaduni wa Tanzania, tuna watoto, tuna vijana, tuna washangazi, mababa, wazee na mababu zetu. Kwa hiyo tunawaomba sana, tunawasihi kwa jina la Mungu aliye hai, katika kampeni zenu tunaomba mjizuie sana kutumia lugha chafu katika kwenye kampeni zenu. Kwa sababu kampeni watakuja watu wazima, watakuja wazee, watu wazima, na pia tutaangalia kupitia kwenye mitandao, tutaangalia kupitia kwenye vyombo vya habari. Tunaamini nyinyi wote pia viongozi wa vyama hivyo mna wazazi, na hata na nyinyi pia ni wazazi. Watoto wenu mnapokuwa mnaongea hizo lugha, watoto wenu wanaangalia nyumbani, wazazi wenu, shangazi zenu, wajomba wenu, mama zenu, baba zenu. Tumieni lugha za staha, mutumie lugha nzuri. Tuepukeni na mihemuko ya kiale ya kutamka maneno machafu katika majukwaa. Na ndio maana lengo hili la tamasha letu ni pamoja na mambo hayo, kuwaombea viongozi wetu, kumuombea hata rais wetu wa nchi yetu, kwa sababu ni jukumu. Maandiko yanasema, haya ni maelekezo ya Mwenyezi Mungu, ni maelekezo ya Mungu mwenyewe, kumuombea kiongozi wa nchi yetu, kuwaombea viongozi. Kwa hiyo tunaombeni sana mtumie lugha za staha katika kampeni zenu. Pindi kampeni zitaporuhusiwa kuanza, tutaliombea tamasha hili, kila mkoa, kila eneo, kuhakikisha tamasha hili linaombea uchaguzi mkuu ufanyike kwa amani na utulivu. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na intaneti ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na intaneti ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.